Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za usiri kubwa, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV, nichukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia zaidi unapoendelea kutazama hii kanda yeyote, bonyeza alama ya like na karibu. Taarifa tunazo sasa hivi, serikali ya Tanzania hatimaye yatoa tangazo la Rais Samia Suluhu Hassan kusalimu amri mwenyewe. Kivipi? Unavyotazama kwa skrini yako hapo chini wameandika katiba mpya itapatikana baada ya maridhiano. Huyu ni waziri wa katiba na sheria hapa Tanzania, Daktari Juma Homera amesema mchakato wa katiba mpya utaanza baada ya maridhiano kufanyika. Waziri ameeleza kuwa lengo la kufanyika kwa marekebisho ya katiba ni kutokana na uhitaji wa Watanzania wote pasipo kujali vyama vya siasa. Yaani sasa hii ni serikali ambayo imezungumza kupitia waziri wa katiba na sheria. Serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo haikuwa inahitaji katiba mpya hapa Tanzania hatimaye imesalimu amri. Sasa imekubalia katiba mpya hapa Tanzania. Sasa imesalimu amri na kufanya maridhiano na vyama vya mrengo wa upinzani ili kuanzisha mchakato wa kupitisha katiba mpya hapa Tanzania. Kwa hivyo Samia amekuwa katili tena zaidi, lakini hatimaye amesalimu amri, amekubali kuwa na maridhiano, ameomba, amepembeleza kuwa na maridhiano na vyama vya mrengo wa upinzani ili kufanikisha shughuli ya kuwa na katiba mpya hapa Tanzania. Sasa amesalimu amri yeye mwenyewe. Sasa katiba mpya itakuwa hapa Tanzania. Unajua, kulingana na taarifa za ndani ambazo tuko nazo hapa Mbeya ni kwamba mahakama ambayo inashughulikia haki za binadamu, ama tuseme mahakama ya haki za binadamu Afrika mzima, iliweza kutoa makataa kwa Samia Suluhu Hassan ndani ya miezi 12 katiba mpya iweze kupatikana na kupitishwa katika taifa la Tanzania. Katiba ya mwaka 1977 ing'olewe, ifutwe. Samia amekuwa akishupaza shingo, lakini sasa amesalimu amri. Unajua, amekuwa akiambiwa kitu anashupaza shingo, hafanyi chochote. Maamuzi yanatolewa, anapigwa na putua. Sasa amesalimu amri, sasa mchakato wa katiba mpya utaanzishwa. Lakini cha msingi wanasema lazima maridhiano yafanyike. Maridhiano ni kati ya nani na nani? Ni Samia Suluhu Hassan na kiongozi wa mrengo upinzani haswa Chadema wa bara, huyu kiongozi mwenyekiti ambaye anaitwa Mheshimiwa Tundu Lissu, John Heche, akina Mpina, wote hao wakae chini na serikali wafanya maridhiano, yaani wakubaliane vile katiba mpya inaweza kupitishwa hapa Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba hili ndilo swala kuu Antipas Tundu Lissu amekuwa akipigania: kutetea haki za binadamu, kutetea katiba mpya ipitishwe, tume mpya ya uchaguzi iundwe, uchaguzi mpya ufanyike. Ndio maana akaanzisha mchakato wa kusema no reforms, no elections, yaani pasipokuwa na mabadiliko katika tume ya uchaguzi hamna uchaguzi utafanyika. Samia amekubali yeye mwenyewe, amesalimu amri kwa sababu ameona mambo yameenda mrama. Umoja wa Mataifa umemugeuka, bunge la Ulaya limemugeuka, Marekani imemugeuka, Canada imemugeuka, Uswidi imemugeuka, mataifa mengi yamemugeuka. Hata huyu rais jirani hapa wa Kenya ambaye anaitwa Ruto aliposafiri hapa Tanzania alisema wataenda kuweka kiwanda kule Tanga.
Samia akamwaibisha, akasema hatujakubaliana, akapeleka hicho kiwanda kule kwao mahali kunaitwa Mombasa. Yaani kila rais humu duniani anamuruka kila wakati. Sasa tusubiri tuone, kwa sababu cha msingi ni kwamba amekubali makubaliano yafanyike. Hatujui kama huyu wetu ambaye anaitwa Mheshimiwa Tundu Lissu atakubali mazungumzo kati yake na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Maridhiano yakifaulishwa, ndipo mchakato wa katiba mpya utaanza. Lakini kulingana na sheria hapa kulingana na baadhi ya wanasheria, wamekuwa wakisema ya kwamba kabla ya maridhiano lazima uwajibikaji ufanyike. Fidia zitolewe kwa wale ambao waliathirika kupitia maandamano, wale waliopoteza watoto wao wapewe miili wazike, wapewe hela fidia za hapa na pale, wasalimu amri hauwezi kutumia nguvu za kupitia vyombo vya dola, kisha baadaye maridhiano ndio yaingie. Wale ambao walitekwa nyara waachiliwe. Wale ambao wako gerezani akina Tundu Lissu waachiliwe. Wale ambao wamepotezwa waachiliwe. Wale ambao walikatakatwa vichwa familia zao zilipwe, ndio maridhiano yaweze kufaulishwa hapa Tanzania. Kwa hivyo tunaweza kuripoti na kusema ya kwamba huyu Samia ameanza kulegesha kamba, kwa sababu mambo yamekuwa kizungumkuti. Imekuwa ngumu hata kuongoza, imekuwa shida, imekuwa changamoto. Hivi majuzi mliona kura zilipiwa kule katika bunge la Ulaya, wakapitisha misaada yote, hakuna kutumwa hapa Tanzania. Liwe liwalo la liwe. Hawawezi kufadhili udhalimu ambao unaendelea chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, ambaye hataki hata kumuona Emmanuel Nchimbi katika ikulu ya Chamwino ama katika uongozi. Anatuma wawakilishi wake kutoka Zanzibar, wala ambao wanawakilisha Zanzibar wanaingia katika bunge la kitaifa, kisha baadaye wanaanza kusema kuna Yuda katika serikali, kuna msaliti katika serikali, na wanamaanisha ni Emmanuel Nchimbi ambaye wanataka kumuondoa kwa kufanikisha kuleta mswada katika bunge la kitaifa kwa kutokuwa na imani na Emmanuel Nchimbi ili kumuondoa. Na wakifanya hivyo watakuwa wameharibu zaidi ya vile washaharibu sasa hivi. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine za ndani. Tukizipata tutarudi ili kuwaeleza vile mambo yalivyo. Mtazamaji, asante kwa kutazama hii kanda. Na ikiwa hauja subscribe, naomba tu ukaweze kusubscribe na uwashe kengele, ili wakati wowote tutakapoweka kanda utakuwa unapokea notification ya kufahamisha tumeweka kanda ya kutazama. Asanteni sana, barikiwa, tukutane baadaye. Kwa heri kwa sasa.